Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Karibu tena katika update za PMTV. Nipo hapa kwa ajili ya kukujuza yanayotokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa kwa weekend hii, kwa siku hizi 2-3, kumekuwa na taarifa kubwa kutoka kule Mexico ambapo kiongozi wa genge la madawa ya kulevya aliripotiwa kuuawa, lakini baada ya hapo kumekuwa na mwendelezo wa vitisho kutoka kwa kile kikosi ambacho alikuwa akikiongoza bwana huyo. Sasa kiongozi huyo hatari wa biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico, ambaye alijulikana kama Nemesio Oseguera Cervantes maarufu kwa jina la El Menco ama El Mencho, aliripotiwa kufariki dunia baada ya kujeruhiwa na risasi katika operation ya kijeshi iliyofanyika jimbo la Jalisco nchini humo. Akizungumza na vyombo vya habari siku ya Jumanne Februari 24, 2026, waziri wa ulinzi wa Mexico, yani leo hiyo, Ricardo Trevira Trejo, amesema operation hiyo ilifanikiwa baada ya jeshi kupata taarifa za ujasusi mnamo Februari 20 kupitia mmoja wa wapinzani wake, huyo bwana El Mencho huyo. Sasa hii ni taarifa ya leo ambayo imethibitishwa kupitia waziri wa ulinzi wa Mexico Ricardo Trevira, huyu Trejo huyo, ambaye yeye amethibitisha kuuawa kwa bwana huyo. Sasa amesema taarifa hizo zilibaini kuwa kiongozi huyo wa Jalisco New Generation Carter CJNG alikutana na mshirika huyo katika kituo kilichopo kijiji cha Talpa, jimbo la Jalisco, magharibi mwa Mexico. Anasema Februari 20, kupitia kazi ya ujasusi wa kijeshi, mshirika wa kuaminika wa mmoja wa wapenzi wa Mencho alitambuliwa. Mshirika huyo alimpeleka kwenye kituo hicho Talpa, ambapo Mencho alikutana naye pamoja na mwenzi wake, amesema Trevira. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, vilipoti kuwa tu mara ya taarifa za kifo chake ziliposambaa, vurugu zilizuka katika majimbo 20 kati ya 32 ya Mexico. Video mbalimbali zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha magari yakichomwa moto, mabasi na biashara kushambuliwa, huku watu wanaodaiwa kuwa wanachama wa makundi ya uhalifu wakiweka vizuizi vya moto barabarani. Operation ya kumuondoa El Mencho ilitekelezwa na vikosi maalum vya Mexico kwa ushirikiano wa kijasusi kutoka Marekani. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum amesema kulikuwa na uratibu wa hali ya juu katika serikali ya shirikisho na majimbo yote. Sasa moja kati ya kisa ni kwamba ambaye alimchoma ama ambaye alitoa taarifa hizo za kijasusi mpaka kuuawa kwa bwana huyo ni mpenzi wake, ama alikuwa ni mwanamke. Sasa hapa ndo ikawekwa chombezo kwenye vyombo vikubwa vya habari kwamba mwanamke aliyemwamini ndiye ambaye aliibua taarifa za kifo chake. Je, kundi ambalo ameliacha, ambalo limejibainisha na kujitanabaisha kwa kujionyesha wakiwa na silaha kali, magari ya kivita, wakipinga ama wakishinikiza kuanzisha vurugu katika majimbo tofauti kwa sababu ya kifo cha kiongozi wao, yatatulia hivi karibuni, ama huu ni mwanzo tena wa machafuko mengine Mexico kati ya serikali na makundi ya kihalifu? Kuna taarifa ambazo ziliripoti kuwa hata rais wa nchi hiyo alitoka ndani ya nchi hiyo kwa dharura, kwa sababu baada ya kifo hicho tayari kundi lake lilikuwa na mbinu mbalimbali za kupinga mauaji ya kiongozi wao. Nini kitatokea huko Mexico? Basi endelea kuwa nasi hapa, tutakupa ripoti mbalimbali.